Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwenye tafakari ya Jumapili ya 5 ya Pasaka. Kuletea tafakari hii ni mimi Padri Dr. Faustini Kamungisha wa Jimbo Katoliki la Bukoba, paroko wa parokia Minziro na msimamizi wa kituo cha Ida cha Mtakatifu Yohana Maria Mzee, mtakatifu Mtanzania ambaye ametangazwa rasmi, alikuwa mmojawapo wa mashahidi wa Uganda. Kichwa cha tafakari yetu, dharau ya leo, heshima ya kesho. Dharau ya leo, heshima ya kesho. Somo linalotuongoza ni kutoka katika somo la pili, ambapo inasemwa, basi kwenu ninyi mnaoamini ni heshima, bali kwa wasioamini jiwe waliolikataa wahashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya 2 mstari wa 7. Katika somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 7, palikuwepo na manunguniko ya wajane waliosauliwa, hawakuheshimiwa, lakini baadaye wakaheshimiwa. Dharau ya leo, heshima ya kesho. Mitume ambao walidharauliwa, ambao hawakuheshimiwa, baadaye Yesu anaambia naenda kuandalia makao. Dharau ya leo, heshima ya kesho. Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa ni jiwe lililokataliwa ambalo alikuheshimiwa, lakini baadaye yote yanafanyika niko hapa kwa sababu Yesu alifufuka. Dharau ya leo, heshima ya kesho. Wahaya wana methali isemayo otina kyamera, otine akyamera. Muogope ambaye anakuwa bado. Muogope kijana ambaye anakuwa bado. Unaweza ukamdharau, lakini dharau ya leo, heshima ya kesho. Kuna mwalimu mmoja ambaye alikuwa anawaheshimu watoto wadogo, anaingia darasani, anainama kidogo, anawapatia heshima. Akamuuliza, mbona unawapatia heshima hawa watoto wadogo? Basi akasema hawa ndio wakulima wakubwa wa kesho, hao ndio wafanyabiashara wakubwa wa kesho, hao ndio mainjinia wakubwa wa kesho, hawa ndio walimu wakubwa wa kesho, hawa ndio wabunge wa kesho, hawa ndio maaskofu wa kesho, hawa ndio matawa wa kesho, hawa ndio mapadri wa kesho. Dharau ya leo, heshima ya kesho. Otina kyamera, muogope yule ambaye baada anakuwa, lolote linaweza likatokea. Mtu wa leo si yule wa kesho. Usimdharau anayeibukia, kesho atainuliwa. Mti mdogo udharauliwa hadi unakuwa mti wenye kivuli kikubwa. Mtoto anayekataliwa leo ndiye anayeitegemeza, ndiye anayeibeba familia kesho. Wanaopuuzwa leo huwa tegemeo la kesho. Katika maisha ndio uhalisia. Wahaya wa Bukoba wana methali inasema ekyaikyo mundu tikibulwakya ukoma. Yaani kamba ya mgomba kwenye nyumba haikosi kufanya kazi, haikosi kufunga kitu, iwe zawadi iwe nini. Mtu akosi jambo la kufanya katika maisha. Mbegu iliyotupwa ovyo huota msituni, wahenga walisema. Kile kinachopuuzwa uzaa matunda bila kutegemewa. Kulikuwa na mkulima mmoja ambaye alikuwa ameweka pembeni mbegu zake za maharage. Sasa akaanza kuzichambua, zile ambazo zilionekana zimekunjamana, zimekauka, ni mbaya, zina sura mbaya, akaziweka pembeni, akazitupa, akaona kwamba hazifai. Zile nzuri ndio akaziweka kwenye bustani. Lakini baada ya muda alienda kushangaa kule alikozitupa, zilikuwa zimeota, zilikuwa zinastawi, tena zikaweka matunda mengi zaidi. Wakati wa kuvuna hata zikazidi zile ambazo zilikuwa kwenye bustani. Akasema moyoni, haya hayawezi kuota, hayana faida, ndivyo alisema. Lakini baadaye akakuta hayo ndio yameota, yalikuwa yakachanua, yakatoa maharage mengi kuliko hata yale aliyopanda bustanini. Na alipoona haya alishangaa na kusema, kumbe yale niliyodharau ndio yamezaa zaidi. Hadithi hii inaonyesha ukweli mkubwa wa maisha. Kila unachokiona hakina thamani leo, kesho kinaweza kuwa na nguvu, kesho kinaweza kuwa na heshima. Wanadamu huangalia muonekano wa nje, lakini Mungu anaangalia uwezo uliofichika ndani, Kuna watu ambao walisha darasa la saba. Kingine ukikutana nao ni wafanya biashara wakubwa sana.
wengine walishia form 4, lakini leo tukutana nao ni wafanyabiashara wakubwa sana. Kwa hiyo hadithi hii na ukweli huu unalingana na somo linalotuongoza. Jiwe alilolikataa Wahashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, na hilo jiwe kuu la pembeni ni Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini katika maisha kuna majiwe madogo yanakataliwa, binadamu wengine wanakataliwa, lakini baadaye wanapata heshima. Katika hadithi hiyo tuliyoisikia ya maharage inatufundisha mambo mengi. Usijidharau wala kumdharau mtu mwingine kwa hali ya sasa, uwezo ukajua kesho itakuwaje. Wao wana methali inasema, ikiwa kama akubikireti kitunda, Mungu alichokuwekea akiozi. Kwa hiyo usikate tamaa kwa sababu umeonekana hauna thamani. Mungu anaweza kutumia kile kilichotupwa kuleta matokeo makubwa, kile kilichowekwa pembeni kuleta matokeo makubwa. Aibu ya leo ni hadithi ya ushindi ya kesho. Kukataliwa leo si mwisho wa safari. Jiwe alilokataa Wahashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, limekuwa jiwe kuu linalobeba jengo. Yesu alikataliwa, alidharauliwa. Kuna watu wakasema huyu si mwana wa seremala, wengine wakasema amejifunza haya wapi yote, wakamdharau. Lakini akainuliwa kuwa mwokozi wa ulimwengu. Alikataliwa na wanadamu, lakini kwa Mungu ni wa thamani kubwa. Ukisoma waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya 2 mstari wa 4, Mungu hubadilisha hadhi ya mtu kutoka kudharauliwa hadi kuheshimiwa. Hiyo ndo kazi ya neema ya Mungu. Kwa hiyo kuna mambo manne ya kuzingatia. Kwanza, dharau mwanzoni, heshima mwishoni. Ndio maana wao wanasema ikiwa Mungu akubikireti kitunda, Mungu alichokuwekea akiozi. Mwanzoni hauna heshima, unadharauliwa, ni mwanzoni, lakini mwishoni Mungu amekuwekea neema, atakuinua na utaheshimika. Mbegu iliyochekwa leo huzaa mavuno mengi kesho. Wahenga wa Kiafrika walisema kitu kidogo kinachodharauliwa leo huwa kikubwa kesho. Mwanzo wa aibu huweza kuzaa mwisho wa utukufu. Mfano wa Biblia ni Yusufu mwana wa Yakobo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 37 hadi 41, Yosefu alidharauliwa na ndugu zake. Wakati aliota ndoto, akaota wanamuinamia ndugu zake, akaota hata na wazazi wake wanamuinamia. Alipowadithia ndugu zake wakaanza kumuita huyu ni dogo huyu ana majigambo, wakaanza kusema ni mtu wa majigambo, wakamdharau. Lakini wakamuona yeye ni dogo, mtu wa majigambo, wakamdharau ndugu zake. Na walipotaka kumuua wakamweka kwenye shimo, lakini baadaye mmoja wapo wakamtoa, wakamuuza kwa Waishmaeli. Waishmaeli wakamuona ni mtumwa. Baadaye akafanya kazi kama houseboy kwenye nyumba ya Farao. Yule mke wa Farao na Farao akamwona ni houseboy, lakini Mungu alikuwa anamuona ni tofauti. Baadaye pakawepo na figisu wakamsingizia, wakamsweka gerezani. Yule mtunza gereza akamuona ni mfungwa, lakini baadaye kwa neema ya Mungu akatoka huko akawa waziri mkuu. Sasa dharau mwanzoni inakuwa heshima kubwa, baadaye wenyewe wakamuinamia ndugu zake. Katika vijiji vya Afrika, mtoto anayesema sana, anayeonekana mvivu shuleni, mara nyingi ukataliwa. Lakini baadaye baadhi yao wanakuwa walimu, madaktari na viongozi wa jamii. Wazee husema tulimdharau, sasa ndiye tunamuita atupatie msaada. Tuna mfano wa Mtakatifu Yohana Maria Mzee, Mtanzania, mmojawapo wa mashahidi wa Uganda. Waliuawa mashahidi 22, yeye alikuwa ni wa mwisho kuuawa. Na yule aliyemkata shingo alimdharau sana, alitupa na upanga, akasema nenda na mlaaniwa. Akamuita Mtakatifu Yohana Maria Mzee mlaaniwa. Lakini Papa Paulo wa 6 alipotangaza watakatifu alisema hawa ni mashujaa wetu, hawa ni mabingwa wetu, hawa ni walimu wetu. Mlaaniwa anakuwa shujaa, mlaaniwa anakuwa bingwa, mlaaniwa anakuwa mwalimu. Yaani mwanzo dharau, lakini mwisho heshima. Pointi yetu ya pili, chini leo kesho juu. Aliye chini leo ndiye anaweza kuwa juu kesho. Njia ya chini ndiyo mwanzo wa kupanda juu. Hata Bwana wetu Yesu Kristo
Ukisoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 11, yeye alikuwa yu namna ya Mungu, ni kama Mungu, ni Mungu, lakini hakuona kuwa sawa na Mungu kama ni kitu cha kugangania. Akaachilia, akajishusha, akawa chini, akawa binadamu, akavaa ngozi ya ubinadamu, akawa mtumishi, akawaosha hata mitume miguu. Lakini Mungu akampandisha, akamuinua, akampatia jina lipitalo kila jina, na kwa jina lake goti linapigwa, kwa jina lake goti lilipigwa, kwa jina lake goti litapigwa. Kwa hiyo alijishusha, aliteremka, lakini akapanda. Alipanda ngazi 7 za kujinyenyekeza, na Mungu akampandisha ngazi 7 za kumwinua. Hilo ni somo lingine siku nyingine. Kwa hiyo njia ya chini ndiyo mwanzo wa kupanda juu. Tuna mfano katika maisha ya Abraham Lincoln ambaye alikuwa rais wa Marekani. Alikulia katika umaskini mkubwa na kushindwa mara nyingi katika uchaguzi. Alidharauliwa kama asiye na nafasi ya kuwa kiongozi, lakini baadaye akawa rais wa Marekani na muda viongozi wanaoheshimika zaidi duniani. Daudi alikuwa mchungaji mdogo sana, alidharauliwa na kaka zake, yaani hawakutegemea hata kama atatoboa. Kalikuwa ni katoto kama nikakapendwi hivi, kanakaa kanatunza kondoo, labda Mrs. asija akakasirika. Lakini alipokuja nabii kutafuta atakayekuwa mfalme, basi walipita wazuri, wenye muonekano mzuri, sura nzuri za kuvutia, wanameremeta. Lakini nabii akasema hapa hayupo. Mungu atazami sura ya nje, anatazama moyo. Akauliza kuna mwingine? Wakasema yuko namba 8, namba 8, yuko huko tu mbugani. Akasema mlete huyo. Alipo this is the one, huyu ndiye. Kwa hiyo anakuwa chini, baadaye ananyuliwa. Mtakatifu Yohane Vianney alisema Mungu huchukua walio wadogo na kuwafanya wakuu, ili dunia ijue ni yeye anayepandisha. Mungu ndiye anayeinua, Mungu ndiye anayepandisha. Msikilizaji, mimi niko hapa kukuombea Mungu akuinue. Mtazamaji, Mungu akupandishe. Ni Mungu anayeinua. Ukijiinua mwenyewe utaenda chini, lakini Mungu akikuinua hata utakaa juu. 3, mwishoni leo, kesho mwanzoni. Mwisho wa leo unaweza kuwa mwanzo wa kesho. Kinachoonekana mwisho leo huweza kuwa mwanzo wa heshima. Giza la leo linaweza kuzaa mwanga wa kesho. Pale unapoishia ndio Mungu anapoanzia. Kama Lazaro alikuwa amezikwa, zimepita siku 3. Siku 3 zilikuwa ni siku za inayowezekana, lakini ikaingia siku ya 4 ananuka, siku ya lisilowezekana. Lakini kwa Mungu the impossible is possible. Yesu alitinga, aliingia siku ya mambo ya uwezekani. Binadamu anapoishia ndipo Yesu pale anapoanzia. Kwa mfano, Ayubu alipoteza kila kitu na kuonekana kama ameangamia kabisa, lakini mwisho wake Mungu alimrejeshea mara 2 zaidi, tunaposoma katika kitabu cha Ayubu. Lakini alichokifanya Ayubu, alishukuru. Ukitaka Mungu akuzidishie, Mungu akupe urejesho, uwe mtu wa shukrani. Ayubu alisema Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Mara nyingi mwanadamu anapoona mwisho, Mungu anaona mwanzo. Wewe unaona mwisho yameisha, Mungu anaona mwanzo. Tunapofika mahali ambapo milango yote imefungwa, ndipo Mungu huanza kufungua ili ambayo hatukuiona tunaiona. Bwana wetu Yesu Kristo ni kama walipofunika lile kaburi, walifunika kwa jiwe kubwa lenye uzito mkubwa sana. Ni kama waliandika no exit. No exit. Lakini Yesu alifufuka. Mwisho unaoumiza, kufedhehesha au kukatisha tamaa, si hitimisho la maisha, ni hatua ya mpito kuelekea kiwango kingine cha neema. Kiroho kuna usiku wa giza. Si ishara ya Mungu kutokuwepo, bali ni ishara ya Mungu kufanya kazi kwa undani zaidi. Ni wakati ambao anavunja kiburi, anaimarisha imani na kuandaa nafasi ya utukufu mkubwa. Wewe unaona huko gizani kabisa, usiku wa giza, kumbe Mungu anaandaa mambo nyuma ya pazia. Kama mbegu inavyozikwa ardhini na kuonekana imepotea, kuna giza ardhini, ndivyo maisha ya mtu yanavyoweza kuingia mwisho fulani ili kuzaa mwanzo mpya. Kuna mwanafunzi ambaye alichukiwa sana na mwalimu wake, alimchukia
bila kosa, alikuwa anamchukia tu. Sasa alikuja mfadhili kutoa zawadi, wanafunzi wakajipanga karibu na ubao. Yule mwanafunzi anayechukiwa akajipanga mbele ya ubao, mwingine ilikuwa ni mstari, wakaenda nyuma yake. Mwalimu anayemchukia alipomwona yuko mbele atapokea zawadi akiwa wa kwanza, akamweka nyuma, hata zoezi zimeisha, akamweka nyuma ya mstari. Lakini aliyegawa zawadi akaona wanafunzi wamebanana sana kwenye ubao na kule nyuma kuna nafasi, akasema mgeuke nyuma, mtaanza kutoa zawadi kwa yule aliyeko wa nyuma. Aliyekuwa wa mwisho akawa wa kwanza. Huyo ndo Mungu tunayemwabudu. Unaweza ukaonekana huko wa mwisho, lakini akakufanya uwe wa kwanza. Ndo Mungu tunayemwabudu. Kwa hiyo yule aliyekuwa amesukuma nyuma akawa wa kwanza kupokea zawadi. Mungu anaweza kubadilisha mwelekeo wa mambo kwa sekunde moja. Wanaokuweka mwisho hawana neno la mwisho juu ya maisha yako. Mungu ana kauli ya mwisho juu ya maisha yako, ana neno la mwisho. Mahali uliposukumwa kwa dharau, ndipo Mungu anaweza kuanzia kukuinua. Wakati mwingine Mungu ruhusu ushushwe nyuma ili aweze kukuinua mbele kwa njia ambayo hakuna mwanadamu angeweza kufanya. Usiogope mwisho wa leo, huenda ndiyo mwanzo wa heshima, neema na ushindi wa kesho. Maelezo hayo yanafanana sana na tukio la baraka la Manase na Efraim. Au walikuwa watoto wa Yosefu. Yosefu alitaka babu yao Yakobo awape baraka. Yakobo wakati huo alikuwa na ulemavu wa macho, hawezi kuona. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 48. Kwa kawaida mzaliwa wa kwanza Manase ndiye aliyepaswa kupata baraka kuu ya mkono wa kulia. Kwa hiyo aliwabeba hivi. Manase alimweka mkono wa kushoto kumpeleka kwa baba yake ili apate baraka ya mkono wa kulia, na huyu mwingine Efraim akamweka mkono wa kulia aje apate baraka ya mkono wa kushoto. Kwa hiyo akawapeleka hivyo kwa babu yake. Kwa sababu yake alichokifanya, akapishanisha mikono akapishanisha mikono hivi. Huyu akasema umefanya, alipochukua hivi akasema hapana, mimi ndivyo ninavyoona. Akapishanisha baraka. Yule ambaye alipata kupata mkono wa kulia akakwepesha kupata mkono wa kushoto, na mkono wa kushoto akapata mkono wa kulia. Ndivyo Mungu anavyopishanisha baraka. Anapishanisha baraka hiyo ili upate baraka zake, uwe mtu wa shukrani. Usije ukapishana na baraka, ama akapishanisha baraka akampatia mtu mwingine. Yakobo alikataa, akasema Mwanzo sura 44 mstari wa 19, najua mwanangu, najua yeye naye atakuwa mtu, yeye naye atakuwa mkuu, lakini mdogo wake atakuwa mkuu kuliko yeye. Anajua, akapishanisha baraka. Mwisho unageuka mwanzo. Efraimu aliyekuwa mdogo anawekwa mbele, mwisho unageuka mwanzo. Mpangilio wa Mungu si wa kibinadamu. Mungu angalii nafasi uliyopewa na watu. Kusukumwa nyuma si mwisho. Manase akukataliwa, lakini Mungu alichagua kuinua mwingine kwa njia ya ajabu. Kama yule mwanafunzi aliyesukumwa nyuma, Efraimu hakuwa wa mbele kwa mpangilio wa kawaida, lakini baraka ilimfikia kwa njia ya ajabu. Mungu alianzia nyuma na kumweka mbele. Huyo ndo Mungu tunayemwabudu. Wakati mwingine unaweza ukaenda mbele kinyume nyume. Yaani unaenda mbele kinyume nyume. Labda sisi kuna muziki za namna hiyo, yaani mtu anaenda mbele lakini kinyume nyume. Kwa mfano, unaona Yosefu walimweka shimoni, anarudi nyuma. Yaani hawaoni kama wanamuinamia. Wakamfanya mtumwa, anarudi nyuma, hawaoni kama wanamuinamia. Akawa house boy, akarudi nyuma, hawaoni kama wanamuinamia. Akaingia gerezani, akawa mfungwa, haionekani kama anainamiwa, lakini alikuwa anaenda mbele kinyume nyume. Mimi leo nakwambia, kinachoonekana kwamba unaenda nyuma, hapo ndipo unaenda mbele kinyume nyume. Huyu Mungu ni Mungu wa kushangaza, Mungu wa surprise. Atakusurprise. Endelea kusali, endelea kuchapa kazi, endelea kushukuru, endelea kuwa mtu wa watu. Pointi yetu ya 4, maskini wa leo ni tajiri wa kesho. Umaskini wa leo si kituo, ni alama ya mkato. Ni utajiri wa kesho. Anayeanza bila kitu anaweza kumaliza akiwa na vyote. Mikono mitupu leo inaweza kushika utajiri kesho. Naomba ulibebe hilo. Ayubu alikuwa maskini na kupoteza kila kitu, lakini Mungu alimpa utajiri mkubwa mara ya pili.
alisema Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe, na Mungu akamuinua. Alifanya nini? Alishukuru. Kushukuru kunavuta baraka. Joan Catherine Rowling aliishi kipindi kigumu sana cha maisha yake kabla ya kupata mafanikio. Akiwa mama mlezi wa mtoto mmoja bila ajira ya kudumu, alitegemea msaada wa serikali nchini Uingereza ili kuishi. Katika hali hiyo ya umaskini na changamoto nyingi za maisha, akuacha ndoto yake ya kuandika. Mara nyingi alikuwa anakaa kwenye migahawa midogo, si kwa anasa, bali kwa sababu hapo ndipo alipoweza kupata joto na mazingira ya kuandika, huku akimtunza mtoto wake. Ndipo alipoanza kuandika hadithi ya Harry Potter na The Philosopher's Stone, akijenga polepole kwa uvumilivu mkubwa. Alipomaliza mswada wake, alikumbana na mlolongo wa kukataliwa. Wachapishaji wengi waliona kazi yake haina thamani. Inasemekana alipata zaidi ya mara 10 ya kukataliwa. Hii ilikuwa ni dharau ya wazi kwa kipaji chake. Hata hivyo hakukata tamaa, aliendelea kuamini kila alichokuwa nacho ndani yake. Ninaposema dharau ya leo, heshima ya kesho, inatuingiza kwenye mazingira mengi, sio tu mazingira ya kidini, hata mazingira ya kutafuta, hata mazingira ya utajiri, mazingira ya ofisini, si mazingira tu ya kidini. Hii msemo dharau ya leo, heshima ya kesho, inatuingiza mahali pengi sana. Leo Joan Catherine Rowling si mtu mmoja wa waandishi matajiri zaidi duniani, ni mtu mmoja, ni mmojawapo wa matajiri duniani, bali pia ni mtu mwenye ushawishi mkubwa katika fasihi na utamaduni wa kisasa. Safari yake inaonyesha wazi ukweli huu: kile kilichodharauliwa na kukataliwa leo kinaweza kuwa chanzo cha heshima, mafanikio na ushawishi mkubwa kesho. Mwanzilishi wa KFC, Colonel Harold Davis Sanders, huyu ni mtu inasemekana alipofikia umri wa takriban miaka 65, maisha yake yalikuwa yamejaa changamoto nyingi. Biashara zake zilikuwa zimeanguka, alikuwa na fedha ya kutosha, na alisikia kana kwamba maisha yake yakuwa na mafanikio. Wakati mwingine alikata tamaa. Inasimuliwa kwa namna ya kusisitiza kwamba alifikia hatua ya kukata tamaa sana, karibu kutaka kujiua. Lakini akiwa katika hali hiyo, alijiuliza, ni jambo gani zuri niwahi kufanya maishani? Akakumbuka alishawahi kupika kuku na kuikaanga vizuri. Akasema, hapo akanunua kuku wachache, akawakaanga, akaanza kuuza kwa majirani. Majirani wakapenda, kusema kesho tuletee. Akakaanga, majirani wengine wakapenda, kusema kesho tuletee. Sasa ikawa ni hivyo. Akajaribu kuwaendea hoteli mbalimbali wafanye ubia, wakataa. Kwa hiyo safari haikuwa rahisi. Alipata kukataliwa mara nyingi sana. Mamia ya migahawa walimkataa kabisa, kabla ya mmoja kukubali, lakini hakukata tamaa. Aliendelea kusimama na kila alichokuwa nacho. Hatimaye mapishi yake yakaanza kukubalika, na hapo ndipo biashara ya Kentucky Fried Chicken, KFC, ilipoanza kukua. Leo KFC ni moja ya makampuni makubwa ya chakula duniani, na jina lake linajulikana karibu kila kona ya dunia. Alikuwa aga dunia akiwa na miaka 65. Aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 90. Alikuwa tayari ameuza kampuni mwaka 1964, lakini inakadiriwa kwamba wakati wa kifo chake alikuwa na utajiri wa karibu dola milioni 3 hadi 5 net worth. Kwa hiyo kuna masomo ya kujifunza katika hili. Usidharau kile unachoweza kufanya. Kipaji kidogo unachokiona cha kawaida kinaweza kuwa ufunguo wa mafanikio makubwa. Umri si kikwazo cha mafanikio. Mafanikio hayana muda. Kukataliwa si mwisho wa safari. Mara nyingi mafanikio huja baada ya kukataliwa mara nyingi. Kile unachodharauliwa nacho leo kinaweza kukuheshimisha kesho. Bwana wetu Yesu Kristo alidharauliwa, alikataliwa, alitemewa mate, lakini ndiye mfalme wa wafalme. Yuko mbinguni. Kupata pancha sio mwisho wa safari. Usikate tamaa katika maisha. Tumekuwa na mifano mingi. Dharau ya leo, heshima ya kesho. Mimi nasema wale ambao wanakuita chikaragosi, kesho watakuita bosi. Wale ambao wanakupiga kibuti, kesho watakupigia saruti. Wale ambao wanasema uolewi, wataona watu wanabeba shera yao. Sisi Wakristo, tunaitwa Wakristo, tunamfuata Yesu. Yaliyompata yeye anaweza kutupata sisi. Alidharauliwa, lakini baadaye akaheshimika. Utukufu ni mbele kwa mbele. Utukufu ni mbele kwa mbele. Mpendwa msikilizaji, naomba ulibebe hilo somo. Jiwe lililokataliwa na wahashi limekuwa jiwe la pembeni. Huyo ni Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka. Alikataliwa lakini akafufuka.
Naomba na wewe unapokataliwa usikate tamaa, unapodharauliwa usikate tamaa. Kuna kesho yako. Tumsifu Yesu Kristo.